Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Na tunaendelea na darasa yetu ya lugha ya kitabu chetu hiki Lughatul Arabiyya ghairi natiqina biha. Tupo katika darasa nambari 6, ad-darsu as-sadis, somo la 6, al-ummu mama. Lilummi fadlun kabirun, ana mama fadla kubwa ala al-awlad, kwa watoto, walwatan na nchi, walbashar na watu. Fahiya allati, yeye mama ndiye ambaye tahmilu aljanina fi batniha, anambeba mtoto ndani ya tumbo lake. Aljanin ni yule mtoto ambaye yupo katika tumbo la mama yake kabla ya kujifungua. 9 ashhurin, miezi 9. Watuani, na anapambana, taaba alhamli, na tabu ya mimba, walwilada, na uzazi. Thumma, kisha, turdiu mauludaha, anamnyonyesha mwanae sanatain au aqal, miaka miwili, sanatain, miaka miwili au aqal, au chini hapo. Wataahaduhu, na anamfuatilia, wanampatiliza binadhafa, usafi, mundu wiladatihi, tangu wiladatihi, kule kuzaliwa kwake, ila an ya'tamida ala nafsihi, mpaka kujitegemea mwenyewe, maana mpaka kujitegemea. Wala yastati'u tiflu, na wala hawezi mtoto, an ya'tamida ala nafsihi, ajitegemee mwenyewe, illa isipokuwa baada muddatin tawilatin, baada muda mrefu. Walummu, na mama, tuallimu tiflaha almashya, anamfundisha mwanae kutembea. Watudarribuhu, na anampa mazoezi, ala alkalam, juu ya kuzungumza maneno yale. Watuawiduhu an-nidham, na anamzoesha nidhamu. Waturabbihi, na anamlea, ala sidq, juu ya ukweli, wal ikhlas, na ikhlas. Fafallu al-ummi, falla za mama ala al-awlad, kwa watoto, al-injab, ni kule hali ya kujifungua, kuzaa. Watarbiya, na kulea. Wafalluha ala al-watan, na falla yake ala al-watan, katika nchi. I'dad muwatanin salihin, ni kuandaa wakazi waliowema. Yahrisuna ala rifatihi, watakofanya pupa juu ya kuinua hiyo nchi. Wayahmunahu, na wanaikinga, wanaihami, min al-a'da, kutokana na maadui. Falluha, na falla zake, ala al-bashar, kwa watu wote kwa ujumla. Al-muhafadhatu ala jinsihim min al-inqirad, juu ya kuhifadhi jinsia yao, min al-inqirad, kutokana na kumalizika au kuporomoka. Qala ash-sha'ir, amesema mshairi mmoja, al-ummu madrasatun idha a'adtaha, mama ni chuo pindi utakapomwandaa. Maana umemwandaa vizuri, basi hicho tutakuwa ni chuo, sababu watoto wote wanapitia kwanza kwa mama. Kwa hiyo bana, mama kama utakuwa umemwandaa kwa mama, mtu mzuri, mtu mwema, bimaana itakuwa ni chuo hicho. A'adatta sha'ban tayyib al-a'raq, utakuwa umeandaa taifa lenye asli nzuri. A'adatta sha'ban, utakuwa umeandaa taifa tayyib al-a'raq, lenye asili nzuri. Na jambo hilo linawezekana tangu mtu anapotafuta mke. Ndio maana sheria imetusisitiza kutafuta almar'atu salihah, mke mwema, sababu mke anapokuwa mwema, bado na watoto pia watafuata asili yake, kwa sababu muda mwingi anakuwa nao na kuwalea. Kwa hiyo hivyo. Waqala akharna, amesema mshairi mwingine, fi hidniha al-amanu, katika hidni yake, kule kukumbatiwa kwake kuna amani, au katika kule kukumbatia kwake kuna amani. Neno hidhn ni sehemu ya kutokea kwa pani mpaka kwenye tumbo. Pia hidhn inakuwa ina maana ya kifua, yani kutokea kifuani mpaka tumboni, yani ile hali ya mama kumpakata mtoto kwenye kifua chake, inaitwa hidhn. Kuna sema fi hidniha al-amanu, katika hidni yake, katika kule kukumbatia kwake kuna amani. Fi sadriha al-hananu, katika kifua chake kuna huruma. Kwa hiyo hidni mda mwingine inakuja kwa maana ya sadru. Ukisema kwamba hadanat almar'atu tiflaha, ni ile hali ya kumkumbatia kwenye kifua. Anasema in massani as-siqam,
ikiwa utanipata mimi ugonjwa, fi kaffiha salam, katika kiganja chake kuna usalama. Kalamuha ghinaun, maneno yake ni wimbo. Wa atfuha dawaun, na ule upole wake ni dawa. Mama kikufanyia upole ni dawa, kukubembeleza, hiyo ni dawa tosha. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.